wa karibu wa marehemu ili waweze kupokea msiba huu kwa imani kuu. La tatu, tumefika sisi ambao bado safarini kutafakari safari yetu, tafakari maisha yetu, tunapoendea mwisho wetu hapa duniani, lakini kuendeleza maisha huko mbinguni. Hivyo tukitaka kujifunza hayo mambo matatu, na kinachotuma kufanya hayo matatu ni kile tulichosikia katika somo la kwanza ambacho tukiongozwa na Yuda aliyechangisha fedha kuwaombea marehemu kwa sababu alikuwa na imani katika ufufuo wa wafu. Na sisi tunataka kumwombea na kumzika kwa heshima Teresa kwa sababu ya imani hiyo, kwamba baada ya maisha duniani maisha yataendelea mbinguni kulingana na jinsi tunavyokuwa tunaishi. Lakini pia tumesikia katika somo hili kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo. Yeyote anayemwamini na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Sisi tumekusanyika hapa katika wingi wetu, wingi wa maaskofu, mapadri, watawa, waombolezaji sote katika darasa zetu mbalimbali, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapitia kwa kila mmoja wetu kumtambulisha Teresa kuwa mtu mwenye haki. Hakuna upendeleo. Mkusanyiko huu ni mastahili yake, kama tulivyosikia katika wasifu wake. Hakuna upendeleo. Mwenyezi Mungu hana upendeleo. Ni kwa namna hii anathibitisha kwamba Teresa alikuwa muumini mwaminifu, alikuwa mwana jamii aliyejua kuhusiana, lakini pia alikuwa mlezi bora. Hivyo hakuna upendeleo. Kila mtu anavuna alichopanda. Hongera sana Teresa, umetukusanya sote hapa kutoka karibu na mbali. Mungu hana upendeleo. Hivyo katika kudhihirisha hilo, tumekusanyika kuadhimisha maisha ya Mkristo hodari, mwaminifu na mfano, yaani Teresa. Teresa ameitwa na Mungu ili ampe tuzo. Kinachotukusanya hapa leo ni kifo, ni msiba, si kingine. Basi Mwenyezi Mungu anatupa nafasi ya kutafakari kifo katika maisha yetu, kwamba tusisahau kwamba tunafanya tunayoyafanya, tunasema tunayoyasema, na kuwajibika tunavyowajibika, kwa sababu mwisho wa siku tutayaacha maisha haya, na basi tutashiriki maisha yajayo. Sasa yawe ya milele mbinguni au ya muda toharani au ya milele motoni, itategemea na jinsi kila mmoja alivyowajibika. Hivyo maana ya kifo kwetu sisi wa Kristo inafunuliwa katika fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Humo ndimo linamolala tumaini letu. Na tangu mwaka wa 2000 wa Jubilei kuu tulikuwa na hiyo salamu ya Kristo tumaini letu. Kristo tumaini letu. Kristo tumaini letu. Salamu hiyo imegoma kutoweka. Nyingine tulikuwa nazo katika maandalizi ya Jubilei hiyo, kama Kristo jana, wachache wanakumbuka. Kristo jana, leo na daima. Lakini kama Kristo tumaini letu,
hiyo inafunika yote. Hilo tumaini ndilo linalotukusanya hapa, kwa sababu ndiyo imani yetu katika fumbo la Pasaka, kwamba Yesu Kristo aliyeteseka akafa akafufuka ndiye tumaini letu. Humo ndimo linamolala tumaini letu, kwamba roho ya Mkristo anayekufa katika Kristo kama Mama Teresa inakuwa mbali na mwili wake, lakini inakuwa nyumbani kwa Bwana wake, kadiri ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1681. Na tunasoma katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 6 mpaka wa 10, kwamba na nukuu, tuko imara daima, tunajua kwamba kuishi katika mwili huu tu ni kukaa mbali na Bwana, maana tunaishi kwa imani na si kwa kuona. Lakini tuko imara na tungependelea hata kuyahama makao haya tukahamie kwa Bwana. Lakini jambo la maana zaidi, tunataka kumpendeza, iwe tunaishi hapa duniani au huko. Maana sote lazima tusimame mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mmoja apokee anayostahili kwa matendo aliyoyafanya wakati alipokuwa anaishi duniani, mema au mabaya. Mwisho wa kunukuu. Kwa Mkristo, siku yake ya kufa uzindua katika mwisho wa maisha yake ya kisakramenti utimilifu wa kuzaliwa upya ulioanzishwa katika ubatizo na kule kufananishwa na sura ya mwana kwa mpako wa Roho Mtakatifu, na kushiriki katika sherehe ya ufalme iliyotazamiwa kwa kudokezwa katika Ekaristi Takatifu. Hivyo kanisa kama mama lililomzaa kisakramenti katika safari au njia yake hapa duniani linamsindikiza katika mwisho wa safari yake, ili kumkabidhi mikononi mwa Bwana kwa sakramenti ya mpako mtakatifu na kumnyopamba na sala nyingine za jumuiya. Ndicho tulisikia katika wasifu wa Mama Teresa kwamba amekuwa akipata huduma ya kisakramenti. Hilo kanisa lililomzaa kwa ubatizo limekuwa likimsindikiza mpaka mwisho kabisa kwa sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa. Tunashukuru wana familia kwa kuhakikisha kwamba huduma hii anaipata, sio tu kwa sababu mapadri labda wako karibu pale, lakini kwa sababu wana familia na wanajumuiya walijua wajibu huo kama kanisa, kila mara kumuitia mgonjwa hasa Mama Teresa kwa leo wakati ule akiugua apate huduma za kisakramenti. Na kanisa umkabidhi kwa Baba kwa njia ya Kristo mtoto wa neema yake, na uweka ardhini mbegu ya mwili wake kwa tumaini la kufufuliwa tena katika utukufu, kama tusomavyo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto. Ninanukuu, ndivyo ilivyo kuhusu ufufuo wa wafu, kama vile mbegu mwili uzikwa ardhini ukiwa katika hali ya kuharibika, lakini ufufuliwa katika hali ya kutokuharibika. Uzikwa katika hali duni, ufufuliwa katika hali tukufu. Uzikwa katika hali dhaifu, ufufuliwa ukiwa wenye nguvu. Unapozikwa ni mwili wa kawaida, unapofufuliwa ni mwili wa kiroho. Kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho. Mwisho wa kunukuu. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 42 hadi 44. Matoleo haya ya kanisa huadhimishwa kikamilifu katika adhimisho la sadaka takatifu ya misa kama tunavyofanya hapa. Mazishi ya Kikristo ni adhimisho la kiliturujia la kanisa, adhimisho la adhara. Lengo la kanisa hapa ni kuonesha muunganiko kamili uliopo kati yetu sisi tulio bado safarini na ndugu zetu waliotutoka. Tunaadhimisha misa kwa ajili yao na pamoja nao. Ndiyo maana hapa Mama Teresa yeye alikuwa Mkristo Mkatoliki, anapewa heshima
ya misa takatifu ambayo tunaiadhimisha kwa ajili yake na pamoja naye. Hivyo na sisi wote tuliokusanyika hapa kumzika, kama tumekuja kumzika kwa heshima, ni vizuri tufuatilie liturujia hii na ibada hii kwa utulivu. Kuna wanaoongea huko, inawezekana ni wale walioleta biashara hapa msibani. Ni marufuku na ni makosa makubwa sana kuja kufanya biashara msibani. Kuna watu wanaongea yatakuwa kwenye biashara. Tumekuja kumzika Mama Teresa kwa heshima kubwa sana. Hivyo tunapoendelea na tafakari ya neno la Mungu na maazimisho yatakayofuata, basi tuwe watulivu na tutafakari jinsi gani tunamwenzi na kumpa heshima tunapoadhimisha misa hii kwa ajili yake na pamoja naye. Na ndio maana hata mwili wake tumeuweka hapa mbele, jinsi yeye mwenyewe alivyozoea kukaa katika misa takatifu. Kichwa chake kimeelekezwa kule. Ninyi nyote waamini, kulingana na jiografia yetu, mnakaa mkielekea altare. Kwenye jeneza mtu ulala kifudifudi. Ndio wanasema kifudifudi. Chali. Kifudifudi ni tegemea mtu amekufa. Lakini kifo cha kawaida cha heshima, mtu analala chali katika jeneza. Kwa hiyo Mama Teresa akinyanyuka hapa atakuwa amekaa kama ninyi. Ndio maana kichwa chake kiko huko. Kwa sababu ndivyo alivyozoea kukaa wakati wa misa. Sasa hapo ulipojifanye umekufa huko kwenye jeneza, unalala. Mkienda kwenye mazishi ya mapadre na maaskofu, basi jeneza huwa linageukia altareni, kichwa kinakuwa altareni. Kwa sababu nimewahi kuona watu wanabishana. Kichwa geuza hivi. Ni huku. Huyu alikuwa katekista. Geuza hivi. Sisi huku majeneza yetu yanaelekea altari kwa sababu ndivyo tunavyozoea kukaa wakati wa misa. Hivi. Nadhani mmeelewa nyewe wabeba majeneza. Hiyo siku nyingine msilete vurugu ambazo hazina maana. Ndio maana tunasema tunasali kwa ajili yake na pamoja naye. Sasa yule ambaye ashiriki sakramenti za kanisa, kwa hiyo uwezekano wa kuzikwa kwa misa haupo. Wakati mwingine pia watu tuna wasiwasi, jeneza lake tuliwekeje? Kwa sababu hajazoea kukaa kwenye misa, ashiriki misa. Ndio maana wakati mwingine hata padri afiki. Sasa itakuwa na shida, sasa tutawekaje? Kwa hiyo ndio mtu anatoa ndani, wanapeleka moja kwa moja shambani. Kwa sababu kwa kukaa kwenye misa. Kwa hiyo mjitahidi kuwa mnashiriki misa takatifu, ili angalau watu wasihangaike namna ya kuweka majeneza wakati wa mazishi yetu. Sasa hivi tuko katika kipindi cha kupanda, watu wameandaa mashamba kupanda mazao mbalimbali. Kwetu sisi huku nadhani mahindi na maharage. Tumesikia katika huo waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura 15 mstari 42 na 44 kwamba mwili wake unazikwa ardhini kama mbegu katika hali ya kuharibika, lakini ufufuliwa katika hali ya kutokuharibika. Mwili wa Mama Teresa ni mbegu hai itakayochipuka katika uzima wa milele. Ni mbegu tunayotarajia ichipuke. Ndio maana tunakuja kumzika kwa heshima. Tuna matarajio makubwa katika yeye kuchipuka katika uzima wa milele. Hakuna mkulima apotezaye muda kupanda mbegu mbovu iliyobunguliwa isiyoweza kuota. Ni mbegu safi, hai na kamili ioteshwayo ili yote na kuzaa matunda. Hakuna mkulima aandaye shamba lake kwa gharama kubwa ili kupanda mbegu mbovu. Leo
tunapanda ardhini mbegu nzuri, kamili na safi, mbegu hai, ili wakati ufaao yote na kuzaa matunda. Mbegu inazikwa ardhini ili ichipukie uzima wa milele. Mama Teresa hakuruhusu abunguliwe katika maisha yake. Amejitahidi kushirikiana na neema ya Mungu, kubaki mwaminifu katika maisha yake ya ufuasi, akijitenga na mazingira hatarishi kwa roho yake. Kama asemavyo mzaburi, heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Zaburi ya 40 mstari wa 4. Mzaburi anaendelea kusema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na lini na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 4. Huyu ndiye Mama Teresa, mama mcha Mungu. Huyu ni mfano wa mtu amnenaye nabii Isaya akisema, na nukuu, ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akungutaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, hafumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Mwisho wa kunukuu. Kitabu cha Isaya sura ya 33 mstari wa 14 hadi 16. Ndiye Mama Teresa. Hatupotezi muda hapa. Tumekuja kwa sababu tunatumaini katika ufufuo wa wafu. Huyu Mama Teresa ndiye atakayekaa juu, majabari ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Tunajifunza nini leo? Tunajifunza nini? Kwanza, umakini katika kuchagua na kuitikia mito katika maisha. Nimesema tumekuja kujifunza pia. La kwanza, umakini katika kuchagua na kuitikia mito katika kanisa. Mama Teresa alikuwa makini katika kuchagua mwenzi wake wa ndoa, Silvanus Shengoma. Wale mlio bado vijana na mnatarajia kuingia maisha fulani ya huduma, msiwe na papara katika kufanya uchaguzi au maamuzi kwa maisha yenu. Tulia. Fuata taratibu zilizowekwa na wazee wetu na kanisa. Mke au mume mwema anatokana na mchakato, sio bahati nasibu. Hatokani na jitihada binafsi tu, bali pia na baraka za wazazi na jamii nzuri tunamoishi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Mama Teresa na Silvanus walitimiza wajibu wao vizuri, kwa sababu walichaguana vizuri. Hawakuchukuana gulioni. Kuna watu wanatoka nyumbani ameenda kununua dagaa na mafuta ya taa gulioni, anarudi na mke. Ujo zai watoto 12 kule. Wao ronda mjaja. Mwingine akiona smartphone, tayari twende. Siku itakaposuka kio ndio inaisha. Tulia, fuata taratibu zilizowekwa na wazee wetu na kanisa. Mke au mume mwema anatokana na mchakato, sio bahati nasibu. Wala tokani na ramli.
Sasa anasema mapenzi sio mitishamba. Sasa si theolojia ya faida karo. Lakini sasa nasema ni mchakato. Mimi nilikuwa nasikia huko nyuma. Kama teremisa ya tasi ya siribwani. Teremisa ya tasi siribwani. Hivi ni nini? Nimo mwa nitulia live yani basha. Sio matasi siribwani ulija. Uba kama teremisa. Tasi siribwani. Ndio kini bwana utumie bao yes. Yaani iwa mtu hawezi kutunga wimbo tena misa akiwa na stress. Ndio solution na mke wake. Yaani mpaka mzee anatunga misa. Alikuwa katika amani na Matereza. Kwa hiyo Matereza huyu, yeye unaweza kusema misatasi ilikuwa, lakini kimsingi misatasi ilikuwa na Matereza. Ilikuwa kitungile. Matereza alikuwa na mchango mkubwa pale. Kwenye stress watu wanatunga nyimbo za upuuzi. Sio takatifu. Nyimbo za upuuzi mnazijua. Nyimbo za Qur'ani watu mimi mzee wetu nyumbani, baba yangu alikuwa anachukia, kuna wimbo fulani ambao tulikuwa tunawimba wakati wa mchaka. Alikuwa anasema jamani, huu wimbo unafundisha watoto visasi. Visasi. Yaani mtu kwa kwenye stress unatunga wimbo. Yaani nani akifa mimi siwezi. Hata juzi nimesikia wanafunzi wanawimba. Sasa kama jamani, umshaje alafu ile. Lakini katika utulivu mtu anatunga wimbo misa. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana. Yaani umetulia. Ni katika utulivu. Katika utulivu, sio katika jaziba. Sio katika mwemko. Chuni yenyewe mimi sio mwanamuziki lakini kizuri wanakijua. Mtu akitunga kama kazuri na katambo. Matereza huyu naomba tumpigie makofi mama. Kwa sababu angekuwa amemsonga mzee. Tusingekuwa na misa hiyo. Angalau misa hiyo. Lakini pia na watoto 12 wasingefika. Toa wapi? Ni Magombe. Namba 2. Sasa nanyi vijana mchague vizuri sawa? Mchague vizuri. Msichukue gulioni. Labda kama alikuwa kwenye shopping list. Kama umeweka pale naenda kununua nyanya, dagaa, na mke. Okay. Utakuwa na bajeti yake. Lakini ghafla. La pili ni uaminifu katika imani. Uaminifu katika imani. Matereza amedumu katika imani yake maisha yake yote. Alibatizwa na kuingizwa katika imani Katoliki siku 8. Baada ya siku 8, ile siku ya 9 hii. Baada ya kuzaliwa. Mithili ya Yesu Kristo. Kwa sababu alizaliwa tarehe 28 alizaliwa tarehe 19 mwezi wa pili, akabatizwa tarehe 28 mwezi wa pili. Naona. Sasa ameishi tangu hiyo tarehe 24 mwezi wa pili imani yake hadi tarehe 6 mwezi wa 10, miaka 87. Amekuwa Mkristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo. Ni kwa namna hii pia amekuwa mwalimu wa imani kwa watu wengine kwa maneno na matendo. Tumesikia kuwa alifundisha katekisimu katika familia na kigangoni. Akawa mlezi wa jumuiya ndogo za Kikristo. Wakati kauli mbiu inakuja bila jumuiya maisha yaendi, yeye alishayajua hayo. Alikuwa mlezi wa jumuiya ndogo za Kikristo na mlezi wa WAWATA. Alijua umuhimu wa vyama vya kitume. Tumesikia alikuwa mwana moyo mtakatifu Yesu na mwana Regio Maria. Alikuwa mwanajeshi wa Maria pia. Naona hata nani yao ilikuwa. Vyama vya kitume ni muhimu sana katika maisha ya kanisa. Sisi tujiulize, maana tumekuja kujifunza. Maisha yetu sisi ya imani yakoje?
tangu tumebatizwa bado tuko wa Kristo? Hao tumebaki majina tu. Sasa wewe bwana, mimi si jina unaliona Samuel. Hizi ni Samuel umeshajua. Sasa matendo vipi? Au jina hilo tunasaliti majina yetu kila siku. Teresa amekuwa mwaminifu miaka yake hii 87. Yeye haimaanishi kwamba hakuwa na changamoto hapa na pale za kiimani. Zilikuwepo, lakini alizikabili kwa sala na matendo mema. La tatu, uaminifu katika ndoa. Tumeambiwa kuwa alifunga ndoa na Tasi Livandus Chengoma tarehe 4 mwezi wa 8 1954 Parokiani Kagondo. Amebaki mwaminifu katika ndoa yake hadi anaitwa na Mungu. Hivi wewe ndugu yangu unayeishi na mwanaume au mwanamke, ulifunga ndoa lini na mwenzako? Sasa tumesikia kwenye wasifu wake tarehe inatajwa tarehe 4 mwezi wa 8 1954. Sasa turudi sisi ugeni. Wewe unaishi na mwanaume, unaishi na mwanamke, mlifunga ndoa lini? Kila mtu ataje ya kwake. Ulifunga ndoa lini? Parokia gani? Tafakari na chukua hatua. Tumekuja kujifunza malezi mazuri ya watoto. La 4. Hili naomba mtaniwe radhi, ni kubwa. Kwa sababu sasa hapo ndio nani. Malezi mazuri ya watoto. Malezi yanaanza kwa kuzaa. Katekisimu yetu inasisitiza katika malezi ya watoto kimwili kuwa malezi hayo yanaanza mtoto akiwa bado tumboni mwa mama, na inasema hayo kwa maneno yafuatayo: omukazi omulimogo gumukwata oroya kabaka enda awaragirwa kwerinda buli kimu kyona ekyakumuletera okuworogya. Mwisho wa kunukuu. Omwito itoni mumanya kitabu ky'Eshara n'omwito nani ebigambo katekisimu ebigambo bikuru by'edini n'omwito itoro gwabyo namba 30 aya ya 2 na bandiso mugatisi. Omukazi omulimo ogwo gumukwata oroya kabaka enda awaragirwa kwerinda buli kimu kyona ekyakumuletera okuworogya. Abana agamba ebikwete okulera omubiri omwana kulera kurungi omwana abikwete omubiri nkabirya kumulisage kumujweka kurungi kumbyamika arungi uri akarora kumwigira batanu into bina omukazi omulimogo gumukwata kwe muri akabakenda kwerinda buli kimu kyona ekyakumuletera okuworogya. Kurogya ni kumanya nini Baswahili? Kujiadhari na kila lolote linaloweza kufanya mimba itoke. Sio sasa Kiswahili kina viharibu, lakini yale vizuri sana. Sasa Teresa ametufundisha hizi. Unajua wamesoma hapa, mwenyewe mnaweza kuchukua historia yake, tena wamesema historia fupi lakini ile ilikuwa fupi. Ndio niko nafafanua hapa ile historia. Waandishi wa vitabu unaweza kaandika kitabu kikubwa kinachozidi jeneza hilo. Kwa mfano watoto 12, asingekuwa mama huyu amerinda mimba, watoto 12 wangepatikana. Indonesia umushaja ta silikuwa ninajaga tairemu na mulientu na gwansi ya oroki. Siku hizi mmekuja muziki, naona hapa kuna maspika makubwa. Unakuta mama mjamzito yuko kwenye speaker anacheza muziki usiku kucha. Umwana ali muibunda. Ila kana ngazarwa ngatonya yani. Sasa ngata otonye abisika otonye. Taka kwa hospitali kana gatonya.
Na Teresa kaya uzairatio, watoto 12 singepatikana. Angechoka mapema sana. Mtoto anapaswa kulelewa vizuri kimwili na kiroho. Kimwili na kiroho. Tumekuja kujifunza hapa malezi mazuri ya watoto. Kwanza kuridhia kuzaa. Hilo la msingi sana. Siku hizi watu vijana wadogo kabisa wabichi wanaweka mipango kabisa makusudi. Mimi mmoja hajapata mchumba. Amesha andika mtoto mmoja mimi. Utamzana nani? Na kujiuliza la kwanza. Na kwa nini? Sababu sasa yani utacheka mpaka asubuhi. Unajua siku hizi watoto ya nini? Watoto wameshakuwa kama vile bugudha. Wakati wa corona ndio tuliona mfano. Wazazi walikuwa Mungu wangu, shule zinafunguliwa lini? Watoto wameshakuwa kero kwenye familia. Mtoto wake. Lakini mimi nyenye mliokuwepo wazee wenzangu. Teresa hawa watoto. Hapana beganya baba. 12. Basi wasingepata malezi mazuri. Kwa malezi mazuri ni ya baba na mama. Wanalea kwa kushirikiana. Hivyo ninyi akina mama wajawazito muhakikishe unapokuwa mjamzito, akisha mtoto huko tumboni anavaa vizuri. Anavaa vizuri kwa sababu vazi lake ni tumbo lako. Hayo munda wewe ndio uliona tere shanda ndio no lisiga mwenye mkazi hiyo mnake. No liturega yani mwana nafundaniwa. Mungu na atuja. Umulisege. Ukiwa unacho chakula chako mama, ndio chakula cha mtoto tumboni. Bado ndio mkotome lengo nyaki. Kana ngatamiro Mungu. Alafu unakulaje? Nongea na mururu naki bini bigenda bichukile bitoke. Toi kukanjura. Jamani, mimi sina lengo la kuchekesha mtu hapa. Niko serious. Watoto sasa unaweza kusema kizazi kimebadilika, lakini mama ana behave namna gani akiwa mjamzito? Sasa mama anajitahidi kutunza mtoto ndani vizuri, kumlisha vizuri, anajitahidi hata kuchukua zile chanjo, si dawa, si kwenda kliniki, kufuata maelekezo ya madaktari na taratibu zilizopo na nini ili mtoto pia huko ndani asije akaathirika kwa magonjwa na nini. Anafanya mazoezi. Lakini sasa mume wake yani mama akija baba yani basi watoto mwambie mama amejisikia vibaya, anaenda kunywa dawa kwa bibi sana. Kumbe sasa anakimbia mateke, matusi. Kuna kipindi nilipeleka coin benki, nikakuta dada mmoja pale akasema, "Fara, mimi leo stress, umenizuia kuhesabu coin." Akasema, "Kwa nini? Ulikuwa unazi?" Sema, "Si unaona?" Alikuwa mjamzito. Zile coin zinapiga kelele wakati wanazihesabu kwenye mashine. Sasa ile sio afya kwa mtoto tumboni. Wakamzuia. Sasa kelele anasikuta nyumbani. Wanaume mwe makini sana. Sasa ilipani tumsima yake mkairogo mpaka wazozana bana 12 kwa sababu sasa Teresa, asante sana. Ulikuwa makini na ulikuwa na nidhamu kubwa katika kuzingatia kanuni za uzazi. Yeye na mume wake mpendwa Silvanus. Hii ndio sababu pia alikuwa akitoa hata elimu na semina kwa watarajiwa wa ndoa. Lakini pia alifanya kazi nzuri ya ukunga na tiba. Hivi nani angempa kazi ya mtu ambaye yeye mwenyewe ajali ndoa yake kuwa mwalimu kwa wanandoa? Kuna mtu afanya makosa namna hii?
Naona. Sasa huu ni ushuhuda kwamba huyu mama alikuwa makini, alikuwa anajua. Ndio maana alipewa kazi pia ya kufundisha, kutoa semina kwa wanandoa. Lakini pia alikuwa anafanya kazi ya ukunga kusaidia kina mama kujifungua vizuri na kutibu magonjwa mbalimbali. Naona. Mama Teresa Mayoke ogendege umka Mungu akutore umusingepo. Huyo ni Mama Teresa. Tena natasi bandusi. Sasa mimi na wewe tunajifunza nini hapo? Wewe una watoto wangapi? Kila mtu ataje wa kwake. Una watoto wangapi? Wenye kamoja wa kusema. Wewe una watoto wangapi? Sawa, unaweza kuzaa mtoto mmoja. Labda kwa sababu za kiafya wamesema jamani, kwa hali ilivyo hapa inatosha. Ipo hiyo kwa kweli, tunajua wakati mwingine. Lakini ndio kupanga mwenyewe kwa ubinafsi. Nataka baki kijana. Sasa Teresa amezaa watoto 12, amefariki akiwa na miaka 80 ngapi? Na 7. Unadhani ukizaa kamoja utafikisha 98? Tena wenda ikawa mapema sana. Mimi mama nyumbani pia amejitahidi. Nizaa 11. 11. Umetuzidi kidogo hapo. Lakini mama ukienda nyumbani huwezi kumfukuza ukamkamata wewe. Mama Juliana. 11. Au hata picha moja sasa mnaiona pale. Pale hiyo picha yake sio kijana, shaze, lakini muangalia anavyofanana. Amezaa. Wamenyonya hao watoto. Miaka miwili. Na kadhaa na zaidi. Wengine atunyonyeshe. Tuko busy. Unaondoka nyumbani na chakula cha mtoto unaenda nacho. Mama, na watu inabidi wachukuliwe hatua. Nimeuliza swali. Wewe una watoto wangapi? Umenijibu. Lakini twende tunalitafakari tunaporudi nyumbani. Sawa. Tumekuja kujifunza, si ndio? Aje, umewataja, unawalea. Je, unajua walipo? Ndio watoto walipo. Mimi wakati mwingine wanafanya ndani nyumbani. Kuna kitu kusanyika sote, labda kipungua moja basi. Una watoto wanatusanya. Sasa wakipo wageni ili waonyeshe kwamba amezaa, anachanganya majina. Makusudi. Nani Samuel kaina yatafazi bikaje. Nani mwesika kwa nani tu Mwanza kandi. Na bikosea makusudi kimsingi enzile kututajao gafura. Mwewe na kamo wakosea anga. Utakosea lini? Mimi mama wa msanii kidogo yeye akawa si utani. Anajifanya sawa. Anasema nani tena unataja. Ile mwanyi kwamba ni Mwanza. Sasa unawaleaje kiroho na kimwili? Una muda na watoto wako? Una muda na watoto wako? Ili ujue tabia zao, ujue matamanio yao. Ukiangalia watoto wako unaweza kujua huyu anaweza akawa mkulima huyu. Unaona anavyocheza. Huyu anaweza kama mwalimu huyu. Huyu anaweza ataka kufika mpaka kwenye uprofesa huyu. Watoto unawafahamu watoto wako? Una muda nao? Je, wanaweza siku moja kukukumbuka, kukushukuru kwa malezi mazuri uliowapatia? Au utafanana yule mmesikiaga yule ule mchapa? Sio kama ni kweli, lakini ni mchapa ambao unatufundisha. Kijana aliyohukumiwa kunyongwa mpaka kufa kwa sababu ya wizi na unyang'anyi wa kuua watu. Anasema kabla mjaninyonga naomba
ni muume sikio mama. Si unaona msemo ule wa kuuma sikio. Walidhani ni kuuma kule kwa msemo. Alikuwa anaenda kuliuma kweli. Kalingata alikanjwa. Nilikuwa naiba kidogo kidogo, unaniacha unanidekeza. Sasa ona nilikofika. Ni wewe. Kaondoka na sikio. Wala umfene no kutukwa. Je, watoto wetu wanaweza wakakumbuka kutushukuru? Umesikia kwenye wasiwasi, wanamshukuru mama kwa kuwalea vizuri. Hata kweli hata ninyi mkiwepo hapa kweli, mnaona hapa kuna malezi mabaya. Hapa malezi. Yote hivi ni malezi. Hata wetu ni malezi. Kuna wengine hatujahusiana na mama moja kwa moja, tumehusiana na watoto waliolelewa vizuri. Mtoto wako akifanya vizuri unataka kila mtu amjue. So, yule mtoto alikuwa kwanza darasa la 7, yeye ndio mama. Kwa na nidhamu kubwa katika kuzingatia kanuni za uzazi, yeye na mume wake mpendwa Silvanus. Hii ndio sababu pia alikuwa akitoa hata elimu na semina kwa watarajiwa wa ndoa. Lakini pia alifanya kazi nzuri ya ukunga na tiba. Hivi nani angempa kazi ya mtu ambaye yeye mwenyewe ajali ndoa yake kuwa mwalimu kwa wanandoa? Kuna mtu anafanya makosa namna hiyo? Sasa huu ni ushuhuda kwamba huyu mama alikuwa makini, alikuwa anajua. Ndio maana alipewa kazi pia ya kufundisha, kutoa semina kwa wanandoa. Lakini pia alikuwa anafanya kazi ya ukunga kusaidia kina mama kujifungua vizuri na kutibu magonjwa mbalimbali. Naona Teresa Mayoke ogendege umukama Mungu akutole ombusingepa. Huyo ni Teresa. Tena na Silvanus. Sasa mimi na wewe tunajifunza nini hapo? Wewe una watoto wangapi? Kila mtu ataje wa kwake. Una watoto wangapi? Wenye kamoja wa kusema. Wewe una watoto wangapi? Sawa, unaweza kuzaa mtoto mmoja. Labda kwa sababu za kiafya wamesema jamani, kwa hali hivi. Sisi malezi, unaweza kuja kuzika tu. Tuko darasani. Mama alikuwa anatoa semina huyu. Alikuwa anatoa semina. Ashiko yogusha. Mambo yako ni kalamu, kuandika. So mama tunaishi kwa mazoea. Watoto wanapaswa kulelewa kama watoto wa jamii, watoto wa taifa, si watoto wa sebureni. Mtoto sio wa kwako. Mtoto ni zawadi kwa familia na kwa taifa. Kwa hiyo lazima alelewe katika misingi ya kijamii. Ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa ajili ya taifa lake. Na wewe mzazi unakuwa wakili katika malezi ya mtoto. Unakuwa wakili. Unampokea mtoto na kumlea kwa ajili na kwa niaba ya jamii pana. Teresa na Silvanus walilijua hilo na walifanya vizuri sana. Watoto wao wamekuwa wa manufaa kwa taifa na kwa kanisa. Hatutaji majina mchana. Naomba mwapige makofi wazee wetu hapo. Yaani wamelea watoto ambao wamekuwa wa manufaa kwa taifa na kwa kanisa. Hawakulelewa kama watoto wa sebuleni, watoto wa TV na TikTok. Watoto wa keki na soda. Watoto wa kulelewa na smartphone. Mtoto ameachwa hapo anapisimu. Ikizimika ikiwaka tena ile chana kipaji kilelema. Mtoto analelewa na smartphone. Shule nyingine wanakazana watoto wadogo msope simu, si nini, wengine wanatoka familia maskini. Mtoto mwingine anasema hiyo shule sisomi, hawaturuhusu kwenda na semo. Anza mwanangu nitakuhamisha. Asante daddy. Umoja upate kiongozi huko.
kaulize mchakato wa mtu kuwa profesa, uliza. Mtu anaelewa. Hebu leta simu kwanza ule. Sasa piga picha mlikotoka, mnaliaje watoto? Na mtoto alienda seminari, alipofika tu akaona ugali. Akaomba ruhusa kwenda kupiga simu kama chumba, akapitiliza akarudi nyumbani. Amezoea, mama nataka keki. Haya mwanangu keki. Mama leo siri. Haya mwanangu. Tafadhali. Watoto wa beseni na chupa za uji. Beseni na chupa za uji. Watoto wa kulelewa na watu wa mishahara. Mimi nafikiri hili ama nisitoe maelezo marefu. Mnajua mtu wa mshahara mnamjua nini? Na Yesu aliwasema watu wa mshahara. Atamlea mtoto kadri unavyomlipa. Ukichelewesha mshahara, mtoto haoki. Ukimfokana kidogo kamkosoa kamkemea, ukitoka mtoto ananinginizwa kwa mkono mmoja. Wewe kabisa niko kazini. Watoto hao 12 walilelewa na wazazi wao, tena kwa ushirikiano mkubwa. Leo mzazi anaacha mtoto mchanga nyumbani na kuondoka na simu na kadi ya benki. Hizo uziachi. Hata ikisema hatimaye umefika huko ukasahau simu, unarudi mbio. Simu ya mnajepo, simu ya mnajepo. Omwana. Amsibo. Tuma nia yake, yale, akwaje. Mtoto, hivi mtoto na kadi ya benki, hivi muhimu. Mnataka kutafakari au mnataka kalkuleta kuhesabu? Mtoto na kadi ya benki kitu muhimu. Sasa mtoto unaomba kila mmoja, lakini kadi ya benki hata mke wako haijui. Au mume wako. Mbaya zaidi, mama anaondoka na chakula chake kifuani. Tafakari na kuchukua hatua. Watoto wa 12 walifundishwa na kufundishika. Walifundishwa kula kwa heshima, kusalimia watu wakiwa mlangoni mwa mama zao. Walikuwa wanatufundisha sisi. Shukara mwambie shikamo. Wewe nilini mbona mtoto wako mgongoni wewe? Mwambugoni umkitoroli ngembore. Watoto, mimi asubuhi nimeacha graduation ya kidato cha 4 pale Cathedral. Nilikuwa nazunguka kuangalia usalama wa mazingira, kwa sababu watoto wanapokusanyika ndugu zangu. Yaani watoto wengi nimekuwa kanzu yangu kabisa. Hawani salimi. Mimi hapa kwa sababu shikamoo wanafunzi, shikamoo wanafunzi. Tulisifaza. Yaani kweli. Tumefika hapa. Sasa unaniweza kama mfano hivi kwa mti mbichi. Mkavu. Mwanzo mnatoka kazi ka sawa kwa sababu utafakari. Tafakari. Watoto wa 12 walifundishwa hata namna ya kujihifadhi, kujisaidia. Siku hizi ile kitu tunaita toilet training haipo. Ningekuwa na maiki ya kushika hivi ningewapa demo. Lakini naomba ni maelezo ya tosha. Toilet training. Sisi tu watoto wadogo wachanga tulikuwa tunaona mama zetu sisi tulishavitokana. Mtoto akitaka kujisaidia mama anamuona kwanza. Sasa si uko naye. Mama kasema anajua hapa anajiandaa kufanya mambo. Anakaa chini, anatanua miguu hivi, anakakalisha. Alafu wakati katoto kanajisaidia, mama yuko pale na upendo wake. Katoto mpaka anamaliza safi. Kuna upendo pale wa mama.
imeshapita sasa. Ile ni zaidi ya mtoto kujisaidia. Mtoto anaona niko kwa mama katika nyakati kama hizi, na taratibu mama anakuwa na manake anaenda anamsaidia pole pole, baadaye mtoto anaanza kufanya mwenyewe. Sasa sisi mtu anaogopa, sijui mtoto sio atamchafua, anamweka bakuli kule. Hadi kama fanyaje, kuna namna unafundisha, usifanye hivi, fanya hivi kwa sababu hii ni tendo nyeti. Na nidhamu yake. Sisi kwa tunafundisha hata kule shule ndio vioni. Unapokuwa chooni, samahani lakini ndugu zangu, upasi kuongea, wewe mtu wako huku, wengine kule wanaongea, oya, unajaliza hapo. Tafadhali. Na ndio maana milango watu wa staarabu wanaweka alama fulani. Ukiona hivi, ujue kuna mtu. Wala usiulize, ulimpa nini? Hapana. Haya ni malezi ya kawaida ya mtoto. Sasa imekuja swala la pampers. Mimi nimekuwa mlezi seminari hata wapi jamani, tafadhali. Mlikuwa mnasikia wakati mwingine wanatuma zile watoto kujiunga seminari, wanasema asiwe anachafua. Yaani baba ameweka. Inafanywa kanisani watu wanaguna au wanacheka. Jamani, pampers aziwafundisha watoto kujisaidia. Yaani kwamba hiyo inamzoeza kwa sababu ile psychological inamzoeza kwamba ukisikia haja wewe achia, uko salama. Mtoto anakojoa kwenye matandiko mpaka anaweza kidato cha 6. Jiulize kwa nini sasa hivi imeongezeka kuliko zamani? Na nini zamani tulikuwa mtu anachafua, ghafla yeye anaona siku moja inatokea. Watu wazima wakati mwingine. Lakini siku hizi unaweza kukuta asilimia kati ya watoto 20 labda 4. Hiyo ni asilimia kubwa. Mtu ananyesema hiyo ni ndogo. Mpaka Rubia samani tuliweka padri wa in charge wa kuamsha usiku. Wanalala saa 4, anaenda kuamsha saa 6 tayari. Shida pampers. Mtoto anazoea hivyo, mama hataki shida. Anaenda kwake huko na baba wako huko wanafanya mambo yao, sijui mambo gani. Wanabishana kabisa. Mtoto yuko anaangalia peke yake. Anaamka asubuhi kiasi ameshamaliza mle. Sasa masozi na mimi na saikolojia inamwambia when it comes, ikija achia. No problem. Problem ipo. Mtu mpaka anafunga ndoa. Kati ya kesi za ndoa, mshaja mambo na nanga. Nani? Tuangalie malezi ya watoto upya. Ni protect. Takatifu. Lazima tuwe makini naye. Tunajifunza la 5. Nadhani la mwisho. Kuwekeza katika dhamiri za watoto. Na malezi tumeshikamata vizuri. Kama umeharibu usikonde, turekebishe. Mungu ni mwenye huruma sana. Kuwekeza katika dhamiri safi za watoto. Tunawashukuru wazazi wetu hawa Teresa na basi kwa tayari nimejibu moyo kwa sababu bila ule ushirikiano wao na mapendo yao tusingekuwepo hapa labda. Tunawashukuru waliweka bidii na jitihada katika kuzaa na kulea watoto katika maadili safi. Leo hii mababa askofu wetu wanatuhimiza kuwekeza katika dhamiri za watoto. Dhamiri ni watu kwenda ishengazo mtima mali. Dhamiri tunapaswa kujitahidi kufunga dhamiri za watoto ili kunusuru jamii yetu inayoumwa sana magonjwa ya kutojali, magonjwa ya uonevu, rushwa, ubaguzi, uongo, ufisadi, ubinafsi, viaka kwa mambo matakatifu, urasimu na magonjwa mengine ya namna hiyo. Tuwafundishe na kuwazoeza watoto wetu kusema hapana kwa dhambi na kusema ndio
kwa wema na utakatifu. Tuwazoeze watoto wetu kupendana kidugu katika tofauti zao. Wazoee kusema samahani wakikosea. Wazoee kusema ukweli. Wazoee kutii na kuheshimu wakubwa wao. Wazoee kuheshimu haki za wengine na kadhalika. Mama Teresa ametuonyesha mfano. Tunashuhudia katika familia hii dhamiri zilizofundwa. Tunashuhudia katika familia hii kujali, upendo, uwajibikaji, uchaji kwa Mungu. Tunaonja ukarimu na utu wema katika familia hii. Haya ni matunda ya malezi mazuri kutoka kwa wazazi wakomavu na waaminifu. Mama Teresa anapoondoka sasa, tunamwombea apokelewe kwa Baba Mungu ambaye anamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 21 na wa 23. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.